نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فحياكم الله جميعا أيها الأحبة والله أسأل أن يجمعني وإياكم في هذه الدنيا دائما وأبدا على طاعته وفي الآخرة مع إمام المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله فإن مرحلة الشباب من أهم مراحل العمر ndugu Islam ambapo hakika katika mzunguko anaopitia mwanadamu toka pale anapozaliwa ama anapoingia duniani mpaka anapotoka duniani kuna umri ambao kwamba ni umri unaojulikana kama marhalatu shababi, ni umri wa ujana. Hakuna umri ambao kwamba una thamani na umri ambao kwamba inabidi mtu awe ni mwenye kupatiliza kama umri wa ujana. فهي مرحلة القوة والنشاط والهمة. Katika umri huo ndio umri wa kila mmoja kuanza kuwekeza ndoto zake, ndio umri wa mtu anaanza kuweka mipangilio yake katika juu ya mgongo wa ardhi. وهل كان من أنصار الرسول والأنبياء إلا من الشباب؟ nani ambao kwamba waliwanusuru mitume, nani ambao kwamba walikuwa karibu na mitume, nani walikuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallama, walikuwa wamemzingira mtume sallallahu alaihi wasallama kama hawakuwa vijana. Mtume amepatilizwa ana umri wa miaka 40. Mkono wake wa kulia kuna as-Siddiq al-Umma, mkono wake wa kushoto kuna al-Faruq. Abu Bakr as-Siddiq anamalizia umri wa ujana, ana miaka 38 akimkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sayyidina Umar ana umri wa miaka 27. Sayyidina Uthman
Sayyidina Ali usiseme huwa awwal man aslama min as-sibyan, wa kwanza alosilimu kwa watoto wadogo ni Sayyidina Ali, ana miaka 7 miaka 8. Usama ibn Zaid, mtume amelala katika tandiko la mauti, amemkabidhi bendera, yeye ndio amirul jaysh, yeye ndiye qaidul jaysh, anamtoa katika mapambano vita ambavyo kwamba Usama ameongoza, anaenda kupigana na Rum wakati ule, ukipenda sema kwa lugha ya kueleweka, ndio mwenye super power. Bendera amekabidhiwa mtoto mdogo Usama ibn Zaid, ana miaka 18. Ibn Abbas, mtume anaondoka duniani, mtume yuwafa, Ibn Abbas ana umri wa miaka 13. Je, ni nani waliowahamu mitume? Je, ni nani walionusuru mitume kama si vijana? Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kwenye kitabu chake, amewasifia vijana kwenye kitabu chake, kama ilivyokuja katika suratul Kahfi. Kuna vijana wanaojulikana kama ashabul Kahfi. Mwenyezi Mungu amezungumzia imani yao, Mwenyezi Mungu amezungumzia namna walivyokimbia na dunia yao, Mwenyezi Mungu amezungumzia miujiza yao ndani ya pango, Mwenyezi Mungu amezungumzia da'wa yao. Mwenyezi Mungu anasema innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum fitya, ama kwa hakika walikuwa ni vijana, kwa hakika walikuwa ni vijana. Amanu bi rabbihim, walifika juu ya mgongo wa ardhi wakasema tumemwamini Allah azza wa jalla, na wakaiamini dini ya Allah. Naam, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama jaa fi al-hadith alladhi rawahu al-imam al-Bukhari min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardah: sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Siku ya kiyama kuna watu wenye sifa 7 watafinikwa na kiburi cha arshi ya Allah. Siku ambayo kwamba hapatakuwa na kiburi ila kiburi cha arshi ya Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku hiyo atateremsha jua kwa vichwa vya waja, watu watatokwa na majasho. Kuna wengine jasho lao litawafikia katika macho ya miguu, wengine kwenye magoti, wengine kwenye kiuno, wengine tumboni, wengine kwenye shingo, wengine hasa watazama katika jasho lao kulingana na madhambi yao. Nas'alullah as-salama. Mwenyezi Mungu atulinde, Mwenyezi Mungu atuhifadhi ya Rabb. Anasema mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kwa hali kama hiyo siku ya kiyama, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Kuna watu wenye sifa 7 ambao kwamba watafunikwa na kiburi cha arshi ya Allah, siku ambayo kwamba hapatakuwepo kivuli ila kivuli cha arshi ya Allah. Mmoja kati ya hao watu wenye sifa 7 mtume akamtaja washabun nasha'a fi ibadati Allah. Na kijana, si kila kijana, la washabun nasha'a fi ibadati Allah, na kijana ambaye kwamba katika ujana wake, wakati ambaye kwamba ana mitihani chungu nzima na ana uamuzi ambaye kwamba aina yote ya uamuzi anaweza anafanya atakalo, lakini huyu kijana akawa ni mwenye kujizuia kwa hayo yote, akawa ni kijana ambaye kwamba anayukia katika toa ya Allah, ni kijana ambaye kwamba anachunga 5 salawat, ni kijana ambaye kwamba
siku halipiti kabla hajafungua kitabu cha Allah. Ni kijana ambaye kwamba anafunga funga za sunna, ni kijana ambaye kwamba anawatii na anawaheshimu wazee wake, ni kijana ambaye kwamba anajipamba na tabia za Kiislamu. Wa shabun nashaa fi ibadatillah, na kijana ambaye kwamba alikulia katika ibada za Allah. Si umri wa maskhara, si umri wa batani, ni umri ambao kwamba huyo kijana ana ushawishi. Kuna mambo mengi ambayo kwamba yanamshawishi huyu kijana, hasa dunia ambayo kwamba tunaishi ndani yake. Lakini huyu kijana hima yake kubwa ikawa ni Allah, hima yake kubwa ikawa ni Allah. Wa an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Huyu kijana kila hatua anayopiga anajua Mwenyezi Mungu anamtizama, Mwenyezi Mungu ananiona. Akajitahidi katika toba ya Allah, mawimbi yakimchukua kiteleza upesi, anarudi anatubia, anabisha tena mlango wa Allah, anataka msamaha wa Allah, anaendelea kutembea katika barabara ya toba ya Allah. Kijana kama huyu atabahatika kuwa chini ya kivuli siku ya Kiyama, siku ambayo kwamba hapata kuwepo kivuli ila kivuli cha arshi ya Allah. Mwenyezi Mungu awahifadhi vijana wetu ya Rabbi. Ahibati fillah, jambo la ujana, umri ambao kwamba ni umri wa kipekee wa kidhahabu. Hakukosea alosema الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأ النهار في أوله. ukali wa jua wa jioni si sawa na ukali wa jua wa asubuhi. Ukali wa jua wa saa 3 za asubuhi, ukali wa jua wa saa 4 za asubuhi, ukali wa jua wa saa 4:30 asubuhi si sawa kabisa na ukali wa jua wa saa 11. Ukali wa jua wa asubuhi ni umri wa ujana, ukali wa jua wa jioni ni umri wa uzee. Jua linaelekea kuzama, halina makali tena. Asubuhi watu wawili wanapokutana wanazungumza juani, wataambizana, hebu tusonge pembeni tutafute kivuli kutokana na ukali wa jua. Lakini ukali wa jua wa jioni wanapokutana wawili, hata habari hawana, hata habari hawana. Na ndio akasema alosema, old Rome knows all the corners but the new one seems better. Kifagio cha zamani kinajua kona zote za nyumba, lakini kwa bahati mbaya kimeisha. Kimefagia kwa siku nyingi, kimefagia kwa miaka mingi, kishamalizika. Japo kina khibra, kinajua pembe zote za nyumba, lakini kifagio kipya ndicho chenye kusafisha nyumba. Ahibati fillah, hawa vijana vipi watakuwa ni tegemeo kwa umma? Hawa vijana vipi tutahisi kuwa tuna fahari na wao? Kwa sharti ukiona vielea jua limeundwa, imrabbainahum wa 'allamnahum, lao tutawapa malezi hawa vijana, lao tutawaelimisha hawa watoto wetu, lao tutawapa maadili ya dini yetu, tukawafunza akhlaqi za dini yetu, wakainukia na maadili ya Kiislamu, wallahi hawa watoto watakuwa ni neema. La sivyo hawa watoto watakuwa ni fitna, na tutakuwa mas'ul kesho mbele ya Allah. Alwalidani mas'ulani amama Allah, wazee wawili watakuwa mas'ul kesho mbele ya Allah. Hawa watoto ni amana, hawa watoto ni amana. Baada ya Allah, wewe mzazi, wewe ndiye sababu ya hawa watoto kupatikana juu ya mgongo wa ardhi.
tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mnaoamini ziokoeni nafsi zenu na nafsi za watu wenu kutokana na moto. Na mtume wako sallallahu alayhi wasallam anasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, nyinyi nyote ni wachungaji na nyote mtaulizwa juu ya uchungaji wenu. Wema waliotangulia mitume wa Mwenyezi Mungu hawakuzembea katika hili jambo la kila wakati kutupa jicho kwa watoto wao. Akili zao zinawasumbua katika jambo zima la kuangalia watoto wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu anatuchorea taswira ya mtume wake Nabii Yaqub. Amelala katika tandiko la mauti, watoto wake wamekizunguka kitanda chake. Kuna swali inamsumbua sana kichwani kwake mtume wa Allah Nabii Yaqub. Hivi yeye kiondoka sasa hivi duniani, hawa watoto wangu hali yao itakuwaje? Ikabidi awarushie hiyo swali. Watoto wamemzingira baba yao. Mwenyezi Mungu anasema, am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mwenyezi Mungu anasema, am kuntum shuhada, je hamkuwepo idh hadara Yaqub al-maut, wakati Nabii mtizame Luqman, mmoja katika watu wema waliopita duniani. Mwenyezi Mungu akamtambua, Mwenyezi Mungu akateremsha sura nzima ndani ya Qur'ani akaita kwa jina la suratul Luqman. Alikuwa ni katika watu wema. Mwenyezi Mungu anasema, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun 'azim. Luqman ameketi na mtoto wake, anamwaidia mtoto wake, anampa mawaidha mtoto wake, anampa nasaha mtoto wake, anamwelekeza mtoto wake, anaanza kumpatia nasaha za kiitikadi. Ewe mwanangu, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun 'azim, kamwe usidhubutu kumshirikisha Mwenyezi Mungu kwa sababu shirki ni dhulma kubwa. Na nasaha zingine alizompatia za swala na za akhlaqi. Hakadha, ikiwa mtume wa Allah hazembei katika jambo la malezi, ikiwa mja mwema Luqman hazembei katika malezi, kaifu mimi na wewe? Bila shaka tutakuwa mas'ul kesho mbele ya Allah azza wa jalla. Tutakuwa ni wenye kuulizwa na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Enyi vijana, nasaha na wausieni, chungeni sana umri wa ujana, msije mkaupoteza umri wa ujana. Ujana ni kama yai likianguka likipasuka, khalas ndio ishapita. Tumieni hii fursa ya ujana kutafuta radhi za Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu anapenda sana ibada katika ujana. Ni wakati ambao kwamba unaweza kuyafanya mengi, lakini ukajizuia kwa ajili ya Allah. Tizama wema waliotangulia, wanatumia ujana wao katika kuinusuru dini ya Allah. Sayyidina Ali, mtoto mdogo ameingia katika Uislamu, anasilimu na miaka 8. Mtume anagura, anatoka Maka anaenda Madina. Mtume anamwacha Sayyidina Ali amelala katika kitanda chake. Katika khitwa, Makureish wadhani mtume bado yupo, kumbe mtume kesha toka sallallahu alaihi wasallama. Ameanza kucheza dauri yake, ameanza kutoa mchango wake katika dini ya Allah. Muadh ibn Jabal, sahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama, mtume anamtuma aende Yaman. Miaka 27 anawacha mji wa Madina, anawacha mazingira aliyozoea, anawacha
anasema mwanashairi wa Kiarabu, aturidu an takuna rafiqa qaumi lahum zad wa anta bighayri zad, hivi unataka uwe pamoja na Sayyidina Ali? Ewe kijana wa Kiislamu, hivi unataka uwe pamoja na Muadh bin Jabal? Hivi unataka uwe pamoja na vijana waliorukia katika dini ya Allah, wakatumia ujana wao katika dini ya Allah? Unataka uwe pamoja nao katika janna? lahum zadun wa anta bighayri zad, lahum zadun wa anta bighayri zad. Wao walitoka duniani kwenye mikoba yao wamejaza ndani zawadi. Ama mimi na wewe hatuna zawadi zozote za kwenda nazo mbele ya Allah azza wa jalla. aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim wa huwal alhamdulillahi rabbil alamin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تمسك بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. لا خير لمن كان لله عاصيا، وقد فاز المتقون كما قال عز وجل إن للمتقين مفازا. Ndugu Waislamu, napenda kuimalizia hotuba yangu na aya Mwenyezi Mungu inayosema wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, na Mola wako mlezi anaumba atakacho kisha anachagua. Katika sunna ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anaumba na anachagua. Mwenyezi Mungu aliumba pepo akaichagua Firdaus. Mwenyezi Mungu aliwaumba malaika akamchagua Jibril. Mwenyezi Mungu aliumba ardhi akaichagua Yamaka. Mwenyezi Mungu aliumba maji akayachagua ya Zamzam. Mwenyezi Mungu aliwaumba wanadamu akawachagua al-anbiya, mitume, na katika mitume akawachagua ulul azmi, mitume watano: Nabii Nuh, Nabii Ibrahim, Nabii Musa, Nabii Isa na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Na katika hawa mitume watano kuna wawili Allah akawachagua tena, Nabii Ibrahim na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Ndani ya swala tunasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Na katika hawa mitume wawili Mwenyezi Mungu akamchagua mtume sallallahu alayhi wasallam, bali ukipenda sema katika wanadamu wote alochaguliwa ni khairul bariya sallallahu alayhi wasallam. Katika siku 7 za wiki alizoziumba Allah, Mwenyezi Mungu akaichagua siku ya Ijumaa, na Mwenyezi Mungu akatuwafikia sisi kama Waislamu kuipata siku ya Ijumaa kuwa ndio siku yetu ya kuabudu. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Mwenyezi Mungu katika mchana wa mwaka mzima akauchagua mchana wa siku ya Arafa, na katika usiku Mwenyezi Mungu akauchagua usiku wa Lailatul Qadr. Ama katika miezi Mwenyezi Mungu anasema inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Mwenyezi
aliumba mbingu na ardhi, na katika kitabu cha Allah miezi ni 12, na hii miezi anayokusudia Allah ahibati fillah ni miezi ya Kiislamu. Naam, kisha akasema katika hiyo miezi 12 minha arba'atun hurum, kuna miezi minne ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alichagua miezi bora, miezi mitukufu. Hii miezi ni miezi gani? Alitutajia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema wahiya dhulqa'da wa dhulhijja wal muharram thalathatu mutawaliyat wa shahru rajab mudar, mwezi wa dhulqa'da, mwezi wa dhulhijja na mwezi wa al-muharram. Hii miezi mitatu imefuatana kwa utaratibu wa kalenda ya Kiislamu. Kisha kuna mwezi mmoja uko peke yake, nao ni mwezi wa Rajab, ambao kwamba sasa hivi ahibati fillah tuko ndani ya mwezi wa Rajab. Mwenyezi Mungu baada ya kusema dhalika dinul qayyim akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, tahadharini msidhulumu ndani ya hiyo miezi nafsi zenu. Wanazuoni wetu wanatuambia kuna nyakati fulani ama sehemu fulani ukifanya ibada unapata thawabu zaidi, na kuna nyakati fulani na sehemu fulani ukifanya madhambi unapata madhambi zaidi. Mfano, anayefanya ibada Makka, anayemwabudu Allah Makka, anaswali hii sala ya Ijumaa haram ya Makka, na mimi na wewe tunaiswalia katika mji wetu huu, yule anayeswalia Makka ana thawabu zaidi kuliko mimi na wewe. Kwa nini? Na wana hutuba kama sisi, wanaswali rakaa mbili kama sisi, ni kwa sababu wanaiswalia sehemu aliyochagua Allah azza wa jalla. Usiku wa Lailatul Qadr mtu afanye ibada, na usiku wa leo mtu afanye ibada. Usiku wa Lailatul Qadr unapata thawabu zaidi kuliko usiku wa leo. Na naam, anayemwasi Allah Makka na anayemwasi Allah katika mji wetu, yule anayemwasi Allah Makka anapata madhambi zaidi. Usiku wa Lailatul Qadr ukimwasi Allah, na usiku wa leo ukimwasi Allah, usiku wa Lailatul Qadr unapata madhambi zaidi kutokana na wakati ama sehemu ambayo kwamba unamwabudu Allah ama unamwasi Allah. Huu mwezi wa Rajab ahibati fillah ni katika miezi aliyochagua Allah. Mwenyezi Mungu ametutahadharisha tusidhulumu nafsi zetu ndani ya hii miezi, na hakuna ibada maalum ya mwezi wa Rajab, hasha wa kalla, bali watu wengi wanafanya ibada ambazo kwamba ni kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zaidi endeleza ibada ambazo kwamba zinajulikana, swali swala ya jamaa, swali swala za sunna qablia baadia, inuka swala za usiku, funga Jumatatu Alhamisi, funga ayyamul bid, hakada soma Qur'ani, fanya ibada ambazo kwamba ni za kawaida. Lakini mwezi huu hauna ibada maalum. wa aqimu ssalata wassalama ala nabiyikum kama qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir jami'a al-mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا تسلط علينا بذنوبنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت الشهادة، وعند الموت الشهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان. الله ورسوله منه بريئان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ به أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم. وأقم